aliye picha yako wewe au wa sura ya kufanana na wewe, huyo ndiye aliye pumziko lako. Na unaijua picha yako au sura ya kufanana na wewe, kwanza si kwa kuitazama ile sura au hiyo picha, bali kwa kujijua kwanza wewe ni nani, ili unapoitazama picha hiyo, unapoitazama sura hiyo katika kioo hicho, upate kuitambua moja kwa moja kwa hakika. Na huyo ni Andegunyo. Ninazungumza kuhusu pumziko sehemu ya 21. Bila shaka unaijua picha yako, unamjua aliye wa sura ya kufanana na wewe, kwa kujijua wewe ni nani. Kwa kujijua wewe ni nani, moja kwa moja utaijua iliyo picha yako. Utamjua aliye wa sura ya kufanana na wewe. Kwa hiyo haumtambui aliye wa kufanana na wewe katika jinsi yoyote, bali kwa kujijua wewe ni nani. Kwa kujitambua wewe ni nani, ili hata unapojitazama sasa katika kioo hicho, ujue huyo anayeonekana kwenye kioo ni wewe. Ujue hiyo picha ni wewe. Hata unapotazama chochote kile, ujue hakika ni wewe. Kwa hiyo jambo la kwanza la kulijua pumziko lako ni kujijua wewe mwenyewe kwanza. Jambo la kwanza la kumjua aliye wa kufanana na wewe, aliye wa picha yako, aliye picha yako wewe, kwanza ni kujijua wewe ni nani. Na pia ili uishi na aliye wa kufanana na wewe, yani aliye pumziko lako, ni lazima uishi jinsi vile wewe ulivyojitambua. Ni lazima uishi jinsi vile wewe ulivyojijua. Kwa kuishi vile wewe ulivyojitambua au ulivyojijua, ndio kuishi
pamoja na aliye wa sura yako wewe, ndio kuishi pamoja na pumziko lako, ndio kuishi pamoja na aliye wa sura yako wewe, ikimaanisha kuliishi pumziko lako. Ndio ni vigumu sana kuijua picha yako mwenyewe pasipo kujijua wewe ni nani. Ni vigumu sana kuijua sura yako katika kioo hicho pasipo kujijua wewe ni nani. Kwani sura katika kioo hicho unaweza ukajikimbia ukasema sio wewe. Utatamani uirekebishe ile sura iliyo ndani ya kioo ili iendane na wewe, kwani bado haujajijua wewe ni nani. Na bila shaka huwezi kuirekebisha sura inayoonekana kwenye kioo, kwa kuwa inaonekana sawasawa na vile jinsi wewe ulivyo. Hauwezi kuikataa sura inayoonekana katika kioo na kusema sio wewe, kwa kuwa sura ile inaonekana sawasawa na jinsi vile wewe ulivyo. Na jinsi inavyoonekana katika kioo, itazame vizuri, ipo kinyume na wewe ulivyo. Ipo kama kinyume na wewe ulivyo. Kilicho cha kushoto kwako kwenye kioo kinaonekana ni cha kulia. Kilicho hivi kwako kule kinaonekana kinyume chake. Kwa hiyo pasipo kuijua sura yako mwenyewe, kujijua wewe ni nani, utaikataa picha yako. Utasema inakupinga, imekinzana na wewe. Sio wewe, sio sura yako. Pasipo kujijua wewe ni nani, utamkataa Mungu wako, utamkataa mume wako, utamkataa mke wako, utalikataa neno lako, utakataa taifa lako, utawakataa wanyama wako, utawakataa watoto wako, utawakataa kila kitu unachokiona. Utasema wewe sio picha yangu. Kwanza nikurekebishe. Hauwezi kuingia kwenye kioo uirekebishe picha yako.
ukigeuka kuirekebisha unakuta kuna picha nyingine inaonekana sawa sawa na ulivyogeuka. Ukiisogelea uirekebishe, utakutana na picha nyingine sawa sawa na ulivyoisogelea. Kwa hiyo kujijua wewe ni nani ndio kujua picha yako ni ipi, na ndio kujua usahihi wa picha yako au sura iliyo ya kufanana na wewe. Ndio kujijua wewe ni nani, ndio kuijua sura halisi ya kufanana na wewe, ndio kujua picha halisi ya kufanana na wewe. Ndio upo unapigana kuirekebisha picha yako kwenye kioo, kwa kuwa haukujijua wewe ni nani. Upo kupambana kuirekebisha picha yako kwenye kioo. Leo pambana kujijua wewe ni nani, na ukishajijua wewe ni nani, pambana kuishi vile ulivyojijua ulivyo. Kwa kupambana kujua wewe ni nani, moja kwa moja utaijua uhalisia wa picha yako, sura ya kufanana na wewe katika uhalisia wake, kwamba utamjua huyu aliye mbele yako kwamba hakika amefanana na wewe. Umemtazama sawasawa na jinsi wewe ulivyosimama. Ukiwa umesimama katika mlima, utamuona yule katika bonde. Ukiwa umesimama katika bonde, utamuona yule katika mlima. Ukiwa umegeuka, utamuona yule katika mgongo, naye kuwa katika jina sawasawa na sura inavyoonekana kwenye kioo. Lakini si kwamba amekinzana na wewe, si kwamba yupo tofauti na wewe, bali huyo kwa sura amefanana na wewe. Yule ndiye aliye picha yako. Ndio kama ilivyo wewe mwanamume kwa huyo mwanamke. Ni kama upo kwenye kioo unajitazama, kwamba jinsi ulivyo wewe, yeye ameonekana kinyume na jinsi ulivyo kwa kila kitu.
na kufanya yeye kuwa ni picha yako halisi ambayo ni pumziko lako. Kwa hiyo jitazame tena, wewe ni nani? Na unajijua wewe ni nani katika maana ya neno la hapo ulipo. Ukiwa katika familia, unajijua wewe ni nani katika maana ya neno familia. Ukiwa katika ofisi hiyo, unajijua wewe ni nani katika maana ya ofisi hiyo. Ukiwa katika uwepo, unajijua wewe ni nani katika maana ya uwepo. Ndio, popote pale ulipo, haijalishi uko wapi, huyo aliye wa kufanana na wewe au picha yako wewe ndiye aliye pumziko lako. Na umemjua huyo wa kufanana na wewe aliye picha yako kwa kujijua wewe ni nani. Ndio, na unaishi pumziko lako kwa kuishi pamoja na aliye wa sura yako, ikimaanisha kwamba unaishi na pumziko lako kwa wewe kuishi vile ulivyojitambua. Na vile ulivyojijua na kujitambua ni jinsi hivyo ulivyo, ni jinsi hivyo unavyoishi, ni jinsi hicho unachokifanya, ni jinsi hicho unachokifikiri, ni jinsi hicho unachokiwaza, ni jinsi hivyo vyovyote ulivyo sasa hivi. Ikimaanisha kwamba kwa jinsi hivyo ulivyo sasa hivi ndio unaishi pamoja na pumziko lako, ndio unaishi pumziko lako. Kwa kuwa chochote, yoyote aliyekuzunguka, yoyote aliye na wewe, popote pale, pasipo kujalisha ni wapi, ni yule tu, ni kile tu kilicho picha yako, yani wa kufanana na wewe.
naye huyo nacho hicho kinaishi sawasawa na jinsi wewe ulivyo. Ndio katika kukitazama kwako, hukitazama kama vile kiko kinyume nawe. Kama vile katika ujenzi wa nyumba, ukiutazama msumari unavyopiga katika bati hilo kuligongea katika nyumba hiyo iwe imara, unautazama msumari kama vile upo kinyume na bati, kwa kuwa unatoboa bati. Ndivyo ilivyo kwa huyo aliye picha yako. Ni kama yuko kinyume na wewe, lakini ndio anakuimarisha, anakupendezesha, anakutajirisha, anakufanikisha chochote unachokifanya, kwa kuwa muonekano wake jinsi alivyo, yupo kwa sura ya jina lako, yupo kwa sura ya muonekano wa maisha yako. Mke huyo, mume huyo, mzazi huyo, mtoto huyo, baba huyo, kijana huyo, yoyote yule aliyekuzunguka, chochote kile kilichopo pamoja na wewe, chochote kile kilichopo kwa jinsi ya sura ya kuonekana kwake, huyo, hicho ni picha yako wewe, ni pumziko lako wewe, na kipo kukufanikisha, kipo kukutajirisha, kwa kuwa maisha yake yote yanaishi kwa jina lako. Kwa hiyo usishake tena juu ya mume wako, juu ya mke wako, juu ya mtoto wako. Ndio alifanana na wewe, lakini ukimtazama mtoto wako, ndio kafanana kila kitu, ila ukimwona unakuta mbona ni kafupi, kaonekana hivyo sawa na uliposimama. Mzazi wako amefanana kila kitu na wewe, lakini ukimtazama mbona ni mrefu. Ndivyo alivyo, sawa na uliposimama na kufanya jinsi alivyo, hivyo hajakosewa kuwa hivyo. Ingekuwaje unaenda kujitazama kwenye kioo chako, ghafla picha ya kwenye kioo chako inatoka, inakuchapa fimbo, inakwambia nenda kanyoe nywele vizuri ili nionekane vizuri. Ndivyo ilivyo katika vyote. Wewe kwenda kupambana kuvirekebisha vionekane vizuri, kwamba hauwezi kioo, picha ya kwenye kioo haiwezi ikatoka kuja kukwambia ukanyoe nywele ili ionekane vizuri, ukavae nguo ili ipendeze. Ndivyo wewe hauwezi ingia kwenye kioo ukaitengeneze picha yako ili ipendeze, kwa kuwa jinsi unavyosogelea kioo ndivyo picha inavyobadilika katika kioo hicho.
Ndio maana leo ujijue wewe ni nani, na jinsi ulivyo hapo ndio wewe, na chochote unachokifikiri na kukiwaza na kukifanya ndio wewe. Na kwa kuwa jinsi unavyokifikiri na kukiwaza, yani jinsi ulivyo hivyo, kwa sura ya jina lako hivyo ndio wewe, basi chochote unachokitazama, chochote kilichopo, ndio sura au picha yako wewe inavyoonekana. Ambacho hiyo iliyo picha au sura ya kufanana na wewe ndio pumziko lako, na jinsi inavyoonekana ipo kwa jina lako. Chochote inachokifanya, chochote vyovyote inavyoonekana, inaonekana kwa jina lako. Ipo kufanikisha maisha yako, ipo kufanikisha unachokifanya, ipo kufanikisha au kukamilisha jinsi vile vyovyote unachokianza, chochote unachokifanya, hatua yoyote, unachokizungumza, unachokiwaza, unachokifikiri, unachokijenga, yani kwa neno moja, jinsi vile ulivyo. Basi leo hii popote pale ulipo, pokea sura ya jina lako, pokea sura ya kufanana na wewe, pokea sura ya pumziko lako, pokea pumziko la uwepo wako, pumziko la jina lako, pumziko la afya yako, pumziko la mafanikio yako, pumziko la utajiri wako, pumziko la raha yako, pumziko la uwepo wako popote pale ulipo. Pokea mume wa pumziko lako, pokea mke wa sura yako, pokea mume wa sura yako, pokea utajiri wa sura yako, pokea viungo vyako vipya, pokea mafanikio yako, na popote pale ulipo umepokea pumziko la uwepo wako, umepokea uwepo wa pumziko lako, umepokea mke wa pumziko lako, umepokea mume wa pumziko lako, umepokea utajiri, viungo vipya, uponyaji upya, muujiza umepokea na umekuwa kwako. Tazama pia mafundisho haya na somo hili katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andagunyu, na popote pale ulipo umepokea pumziko la uwepo wako, umepokea uwepo wa sura ya pumziko lako, uponyaji, utajiri, mafanikio, uzazi, kizazi, viungo vipya, mume, mke, utajiri, kipato, kazi, watoto, kizazi, mvua, maji, barafu, baridi, chochote kilicho cha uwepo wa pumziko lako kimekuwa kwako hapo ulipo. Pokea na kimekuwa kwako.